ni sauti ya diwani wetu. Kwa Kiswaga oye! Samia oye! Dayoma oye! Mheshimiwa mbunge, nikushukuru. Kipekee nisiwe mzungumzaji sana, lakini niseme mikono yangu mimi ni mirefu na ndio magugu. Na waahidi na kobiza wao kupukanira gete. Sawa sawa? Mimi halmashauri sienzi kusinzia. Ni waahidi watu wa Bundilia. Wakati anaingia mheshimiwa mbunge hapa kwa miaka yake 10, hapa tulikuwa na umeme, tulikuwa hatuna umeme. Leo tuna umeme au hatuna? Wakati anaingia tulikuwa na shule ya sekondari, tulikuwa hatuna. Leo tunayo au hatuna? Wakati anaingia tulikuwa na zahanati, tulikuwa hatuna. Leo tunayo au hatuna? Kwa nini maji yashindikana? Kijana wenu nipo. Na wahakikishieni nitamsumbua usiku na mchana. Naomba hii iwe ahadi yetu ya kwanza kabisa, maana mmelia sana maji, 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 maji. Na mimi naelewa vizuri. Mimi bado ni kijana mdogo. Wengi wenu hapa umri wenu umeenda, ni wazazi wetu. Ni aibu kwa mzazi kweli asifajiri kukimbia shuka akamwacha mzee kalala. Tunataka tuzilinde ndoa zenu jamani, ili tuendelee kupata wadogo zetu. Kuna changamoto ya mabarabara kila mahali. Hilo linaeleweka, lakini yote hiyo sio kwamba kazi hazifanyiki. Miundombinu yetu jamani, mvua zinaponyesha zinaharibu mabarabara. Niwaombe kama mtanipa ridhaa yenu kwa kura za kutosha, nikitoka tu kuapishwa mwenyekiti wa kijiji, vitongoji, mjipange sasa. Mimi nitawaletea mkakati wa kuhakikisha hizi barabara zinapitika wakati wote. Na hiyo dawa ya mabarabara ninayo. Hilo nawaambia kama utani, dawa ya mabarabara ninayo. Na mnaweza mkaniita baada ya miaka 5, huyu kweli alikuwa diwani wa mabarabara. Kwa hiyo mjiandae, mwenyekiti wa kijiji, vitongoji, nitahakikisha barabara zenu kila maeneo, kila kitongoji zinaingia na kutoka bila wasiwasi. Tuendelee kumwamini mbunge wetu. Nyinyi wenyewe mmekiri wazi aliyofanyika. Ndugu zangu, nimeelezwa hapa wazi. Miaka 50 ya wabunge wengine na miaka 10. Unashindwa hata kuilinganisha. Huyu baba ni jembe. Kwa hiyo niwahakikishie, na mheshimiwa mbunge nikuhakikishie, mimi ni kijana mtiifu. Fedha unazozitoa Dodoma na kuzileta hapa Magu, mimi nitakuwa wa kwanza kunyosha mkono wangu pale. Kama shule zimejengwa, lakini ni lazima sasa tutengeneze mkakati wa ufaulu kwa watoto wetu ndani ya kata zetu. Kuwa na majengo mazuri alafu watoto wanapata 0 sio kitu kizuri, si ndio? Mimi nitakuja na dawa hiyo. Nina imani watumishi wetu ni wazuri, wanahitaji motisha, wanahitaji ushirikiano ili kutengeneza mazingira mazuri ya kujifunzia na kufundishia, si ndio? Kwa hiyo watu wangu wa Bundilia na kata ya Kahangala kwa ujumla, niwahakikishie sitawaangusha.